Ni zaidi ya mara moja tumewahi kusikia tetesi za Zuchu kubeba ujauzito. Sio tu mwaka huu bali tangu mwaka 2023 officially kabisa, ambapo hata Baba Levo alikuja akatangaza na kutaja kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kimewekwa kwa ajili ya kuweza kuitunza mimba ya Zuchu, na ujumbe ambao Baba Levo pia aliuandika kipindi hicho nitakusomea hapa bila shaka, na ukumbuka vizuri kabisa alichoandikaga Baba Levo kwenye Instagram yake baada ya taarifa za kwamba Zuchu alikuwa mjamzito kwa kipindi hicho. Lakini baadaye mambo yalikuja yakazima tu from nowhere. Mwaka huu pia imetokea mara kadhaa ambapo inasemekana sasa Zuchu kwa mwaka huu hapa hivi kuna zaidi ya mara moja alibeba ujauzito, lakini bahati mbaya zaidi kilichotokea yote nitakusanua hapa, na kwa nini tulikuwa tunasikia tetesi za Zuchu kuwa na mimba alafu baadaye unashangaa taarifa tu zinapotea from nowhere, ingawaje hata yeye mwenyewe pia alikuwa anaonyesha dalili, alafu mwisho wa siku mambo yakawa yanabaki unamuona tu anaendelea kudunda na dalili zinapotea tu ghafla. Sasa nini ambacho kinaendelea huko? Acha nikusanue hapa kutokana na kila ambacho taarifa zinazotoka katika vyanzo vya kuaminika kabisa kwa watu wa karibu ambao wako karibu na WCB, lakini pia wako karibu na Zuchu kuhusiana na kila ambacho kinamsumbua Zuchu mpaka sasa hivi. Sasa kabla sijaweza kukupa hii update, naomba nikukumbushe pia kwamba hapa ndipo mahali pekee ambapo utakuwa unapata zile exclusive zote ambazo hujaweza kuzipata mahali popote pale. Kwa hiyo point ya msingi naomba tumie sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe unaoliona chini ya video. Ukitazama chini ya hii video hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakomeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official kama kawaida, tuanze moja kwa moja kupata kufahamu kweli wote juu ya kile ambacho kinapelekea Zuchu kila mimba anayobeba inaporomoka. Sasa kama ambavyo nimeweza kukwambia kwamba sio mara ya kwanza kwa mwaka huu kusikia kwamba Zuchu alikuwa na ujauzito. Tetesi zilikuwa nyingi zaidi, tena zaidi ya mara moja. Lakini ukiacha tu na tetesi hizo, tunafahamu mwaka 2023 pia iliwahi kutokea sakata kama hilo hapo hivi, ambapo Baba Levo alikuja akaandika wazi. Nakumbuka kila alichokiandika Baba Levo, and of course niliwahi kuaddress kupitia kuwaletea kupitia Instagram yangu pale kipindi hicho. Aliandikaga milioni 175 kutengwa kwa ajili ya kutunza ujauzito wa Zuchu. Mimba ikifikisha miezi 4, hakuna shows, hakuna studio session, alafu akasema no mizagamuo. Itakuwa ni mwendo wa kulea mimba tu. Aliandikaga hivyo Baba Levo, kumaanisha kwamba hizo milioni 175 Diamond Platnumz ameweza kuzitenga kwa ajili ya kuhakikisha tu kwamba zinatumika katika kuhakikisha Zuchu anatunza ujauzito wake na vitu kama hivyo. Lakini baadaye ngoma ilipotea tu from nowhere na tetesi nazo zikapotea tu. Mambo yakawa kama kawaida, tukamwona Zuchu akizidi kudunda na mambo mengine yakaendelea. Mwaka huu ni moja ya mwaka pia ambao umeibua hisia za watu wengi sana baada ya tetesi katika wakati tofauti za Zuchu kwamba yuko na mimba kuibuka. Unafahamu baada ya ndoa yao kufungwa zilikuja tetesi zikaibuka kwamba Zuchu alikuwa na ujauzito, mengi alisemwa, lakini baadaye tukaona zimezimwa. Baadaye tena baada ya miezi kadhaa mwaka huu tulikuja kuona Zuchu aliposti mwenyewe pia kupitia Instagram account yake akionyesha pale kwamba mimba yake inachagua vyakula, inahitaji vyakula fulani hivi vya asili, sio vyakula hivi vingine ambavyo ni artificial. Aliposti mwenyewe Zuchu, kitu ambacho kiliwadhihirishia watu kwa 100% kwamba kumbe kweli alikuwa na ujauzito. Lakini wakati huu tena tunaona mambo yamekuwa tofauti. Kuna nini ambacho kipo hapo katikati kinachopelekea hizi tetesi kuja na kupotea? Dalili za Zuchu kuwa na ujauzito zinakuja alafu zinapotea. Ukweli ni kwamba kwa mwaka huu tu peke yake inasemekana Zuchu mimba zake ambazo zimeharibika ni zaidi ya moja, ambapo kwa watu wa karibu wanasema kwamba mimba 2 zimeweza kuharibika kwa Zuchu kwa mwaka huu tu, ukiachana na miaka mingine huko nyuma. Sasa sijajua huko nyuma tetesi ziliwahi kuwa nyingi kiasi gani, kwa sababu pengine kuna tetesi nyingine huenda inakuwa inaonyesha yuko na mimba lakini hasemi on public na vitu kama hivyo, zaidi ya ile ambayo Baba Levo alishaki kuisema. Mimi ninachojua ni hizi 2 za mwaka huu hapa hivi, ambapo tetesi ya kwanza zilikuja afu zikapotea, za pili zikaja zikapotea, ambapo inasemekana mimba zote hizo zilitoka kabla hata zijafikisha miezi 3. Sasa hiki ndicho kitu ambacho kinamtesa sana Zuchu mpaka sasa hivi, kiasi kwamba inasemekana ukiachana na sintofahamu ama utofauti wake kati ya na Diamond Platnumz, moja ya kitu pia ambacho kinamsumbua sana na kumharibu psychologically ni swala la yeye mimba zake zote kuweza kuharibika. Inaonekana kuna kitu hakiko sawa hapa mpaka sasa hivi, na ndio maana Zuchu amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye hana raha, ukizingatia kwamba Diamond Platnumz mwaka huu 2023 alitangazaga kwamba ni muda sasa umepita, watoto wake wengine wameshakuwa, kwa hiyo ni wakati wake kuweza kupata mtoto mwingine. Lakini baada ya Baba Levo kutangaza, ngoma ikawa kimya, na mpaka miaka hii hapa tunaona hivyo. Kuna nini ambacho kinaendelea kwa Zuchu? Ndio swali pekee ambalo kila mmoja
anajiuliza, je, Zuchu kila mimba atakayokuwa anabeba ndio itakuwa inatoka? Kuna nini ambacho pengine Zuchu alikosea? Haya ni maswali ambayo pia mwenyewe najiuliza, japo sijapata majibu mpaka sasa hivi. Comment yako nipi kuhusiana na hiki hapa hivi? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini mzidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.